Yes, karibu tena mashabiki zangu wa Media Bukavu TV. Kwa majina ni Nelson Reporter katika muda wetu wa habari wa saa 5 na dakika 30. Kwa leo tuna mengi ya kuwatangazia na leo tuna mengi ya kuwapasha katika habari zetu za mchana wa leo. Mashabiki zangu kutokea katika eneo popote, subscribe Bukavu TV, subscribe Goma TV. Na kama wewe ni memba wa hii Media Bukavu TV, na kuomba kabisa enda usubscribe Goma TV. Utaona Goma TV, search kwenye YouTube Goma TV, subscribe, kwa sababu hili ni media lenye kuwapasha habari lenye linalopatikana ndani ya uwanja wa mapigano ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na katika habari zetu za leo tunawaambia mashabiki zangu, na kumbuka leo ni tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Katika habari zetu za leo na katika mada zetu za leo tuna mengi ya kuwaeleza na tuna mengi ya kufafanua katika yote yanayopatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na katika upande wa uwanja wa mapigano. Katika muda wetu kama huyu, mashabiki wangu kutokea ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Lubumbashi, Manyema, Kindu na katika sehemu zingine tofauti ndani ulayani Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, upande wa Nord Kivu na upande wa Sud Kivu. Mashabiki wangu kutokea upande wa USA, Canada, Australia, Ufaransa na huko Norvege na katika Australia, nyinyi wote nawakaribisha tena kutufuatilia ndani ya Media Bukavu TV na ndani ya Media Goma TV. Kwa sasa kama unavonisikiliza kupitia Media Bukavu TV na utanisikiliza kupitia Goma TV. Kwa sasa mimi mwenyewe kuwatangazia ninapatikana katika Media Goma TV. Nimepatikana katika Media Goma TV kuwapasha habari yenye halili. Katika Goma TV ni sehemu ya uchambuzi katika habari zile za kindani ndani, zile habari zile za kindani ndani utazipata ndani ya Media Goma TV. Kwa sasa tukiwa ndani ya Bukavu TV tunawapeleka moja kwa moja na utaratibu katika yote ndani ya uwanja wa mapigano. Lakini katika habari zetu kwa leo tunataka kuwatangazia na kuwapasha hivi. Katika muda wetu wa habari wa leo tunawaletea habari taarifa kutokea katika eneo ya Minembwe tena. Minembwe kwa sasa jeshi la M23 kwa ndani ya mji wa Minembwe, ndani ya centreville ya Minembwe, ndani ya seta za Minembwe, wanajeshi wa M23 Twigwaneo wa Ertabara wamezingatia katika vijiji hivyo, na kwa sasa mbele wazingatie, kuna vijiji vingine vya muhimu wamechukua kwa sasa. Wamepigana mpaka leo tunavyozungumza, leo hii tangu asubuhi mtutu wa marisasi ameendelea kuonekana. Kwa sasa waasi wanapenda kuchukua tena katika eneo inaitwa Bidegu, Kiziba na katika eneo inaitwa Kitavi. Hizi ni vijiji vyenye wanajeshi wa M23 Twigwaneo kwa sasa wanataka tena kudhibitisha katika seta huko ulayani Minembwe. Na katika kushika, kwa sababu hili wachukue Minembwe tena, kumbuka walipata ramforo nyingi zaidi ama walipata sapoti nyingi zaidi, lakini kwenye sapoti walipata nguvu za kuingia mara moja. Jeshi la FARDC kwa sasa walitolewa katika eneo naitwa Runamavi na katika sehemu ya Ilundu. Kwa sasa FARDC hawamiliki katika sekta hili, wanaendelea sasa serikali imeenda katika eneo inaitwa Kitavi na Madegu na katika eneo inaitwa Bidegu na Kiziba. Hizi ndio sekta FARDC wanazingatia katika mchana wa leo. Lakini katika mchana wa leo FARDC tena imeamuka ikipigana na waasi, sio kusema mara moja waasi wanavamia FARDC, FARDC nashindwa kuwavamia. Kumbuka mapigano iko katika seta tofauti. Kuna wale tayari wako katika eneo fulani na katika seta fulani. Sasa waasi hatu wanavamia huku, FARDC nao wanafanya nini? Wanafanya uvamizi katika eneo lingine. Hivi ndio kwenye mapigano yameendelea kupatikana katika ulayani huko Minembwe. Na katika taarifa letu mara moja niliwaeleza kuna kamanda umoja, mwanajeshi mmoja wa FARDC, sitamtaja kwa jina, na muliona kwenye mtandao mara moja habari nazunguka kusema kamanda huyu amekufa pamoja na makamanda wengine. Kwa kweli kwenye taarifa mnakumbuka kuna jamaa anaotangaza habari za anaitwa Steve Wemba
kila mara ametangaza kusema kama tayari kamanda huyu amesha kupoteza maisha na amekufa, lakini kwenye taarifa serikali imetangaza, imeweka point ya kuonesha raia population kuambia hili ni habari lenye sio la ukweli na sio habari lenye uhakika. Hili ni habari la kukata jeshi la FARDC wako katika uwanjani wa mapambano. Kumbuka wanajeshi wote hawako katika eneo moja. Wanajeshi wako katika maeneo tofauti, na katika maeneo tofauti wanaokabiliana na waasi tofauti. Hatua wamepata taarifa kusema kamanda fulani amekufa, tayari wale walikuwa katika eneo vita, eneo fulani hapo, watakuwa na woga, wanajua sasa hapa kama kiongozi huyu na ndio alikuwa anapambana kwa kweli amekufa. Sasa sisi tutafanya nini? Itabidi wakatike nguvu hili tena waendelee kurudi nyuma. Ukiangalia mara moja jeshi la FARDC na wazalendo, na kwa sasa ndio unajipata hata kamanda anaweza kufa hivi, hata kiongozi anaweza kufa. Hapa wanajeshi wanakufa, wale wanajua hawa ni special forces wa mapiganaji wanakufa. Serikali haitakuja itangaze hili habari kwa sababu wanajua watakata moyo wapiganaji, watakata nguvu wanajeshi, watafanya chochote hili nguvu likatike. Na kwa sasa inabidi wazingatie, watakuja kujua ukweli kama kiongozi huyu amekufa, hatua amemaliza vita, wanarudi aone tena wanajeshi hawa. Ndio maana mkiona kwa sasa siku hizi viongozi hawataji ama wanajeshi wengi hawazungumuze, lakini kumbuka hao wanatangaza tayari waasi wamekufa, wengine wameumia, lakini upande wa viongozi hakuna yote. Ndani ya serikali inakuwa sasa mambo ya siri. Hili ndio nilikuwa nikiwaambia kila mara, kiwa mwanajeshi hapana kuja mara moja upige kelele, ukuje utangaze mahali popote huko, useme mimi sisi wanajeshi fulani tumechukua eneo fulani, utangaze kusema sisi wa sehemu fulani tumechukua sehemu fulani. Tayari hili litakuwa ni message mumepea kwa taarifa waasi mahali wako, kwa sababu utajua tayari mahali mnajificha na nini mnapanga na mpango wenu ni gani. Hili tayari itakuwa ni taarifa lile mnawapatia majambazi hawa katika uwanja wa mapigano. Na kwa sasa ndio maana ulikuwa unajipata kila mara FARDC wanapigwa mara kama hili. Katika taarifa zetu mapambano yanaendelea kuwa katika wilayani Minembwe, mapigano yanaendelea kuwa zaidi, lakini katika upande ya uko ndani Masisi, katika mapambano zingine kutokea Masisi kwa sasa, kuna mapambano mengine yametoka katika eneo tofauti huko Masisi. Tangu eneo ya Masisi huko wilayani Ruchuru katika eneo inaitwa Bambo, lakini katika taarifa tuko nayo wanajeshi hawa wa M23 wanazingatia katika eneo inaitwa Bambo Bwito, kuna waasi wengine waliingia wakavamia wamama na watoto walimaji wa mashamba katika vijiji tofauti. Na katika taarifa tuko nayo wale wavamizi walioshika wale watu katika jiani ni jeshi la wazalendo kutokea huko upande ya Kishishi. Ni wanajeshi wa kizalendo walionekana katika seta hili, wakiingia katika seta mara moja wakachukua wamama na watoto walimaji wa mashamba katika porini wakapeleka mahali. Lakini lengo ya hao wanajeshi wazalendo ni nini? Kuchukua wamama hawa. Mambo ya kivita imeingia kivipi katika seta ya wamama? Lakini kwa sasa wa serikali ama waasi mara moja wanadhibitisha na kwenda kufanya uchunguzi moja kwa moja. Na katika habari zetu mara moja mambo ya machungu zaidi tarehe 17 mwezi wa huyu mwezi, siku ya mpira ya Leopard, ekipe nationale ya Kongo atu ilikuwa ikicheza, kuna wavamizi walivamia watu katika kijiji, walikuwa wakitazama mpira. Hao wavamizi walivamia watu
watu walipigwa, ilikuwa ni katika sehemu inaitwa Kaminga huko Ruchuru huko, wamepigwa masasi wamoja, kumekufa mama umoja, watu wawili, mama umoja na kijana umoja, na mtoto mmoja amepiga masasi ya tumbu vibaya sana, na wengine wamepigwa masasi ya miguu sababu walikuwa kiochi machi, na wengine wakapelekwa mara moja. Wale wanaoumia walipeleka katika hospitali la hapo Ruchuru. La kwa sasa hili wavamizi hawa, watu hawajaelewa katika wavamizi hawa wanaovamia watu. Kumbuka Kongo imejaa kwa kweli, majambazi wameendelea kwa wengi zaidi, na kama unavyonisikiza kupitia media Bukavu TV, endelea kusubscribe, endelea kufuatilia Goma TV ili taarifa zetu moja kwa moja uendelee kujua moja kwa moja. Leo sikukuwa na mengi ya kuwatangazia, lakini habari nyingine moto utakuja kuyafuata katika media Goma TV kwa habari zetu za saa 8. Na Mungu awabariki, na watakia heri njema na mchana mwema, na watakia weekend njema. Tuje kupatana kwa habari zetu ndani ya media Goma TV. Goma TV, tafadhali mashabiki wa Bukavu TV tusubscribe sisi wote haraka tufike 1000 ya watu. Naona watu mnaendelea kujitahidi kusubscribe. Naomba tuendelee kupartaja haraka tufike 1000 ya watu mara moja. Tufikishe 4000 ya masaa 4K 8 hours ya masaa mara moja. Tujiabone mara moja mashabiki wa Bukavu TV. Mashabiki wa Bukavu TV mko wapi? Mwendelee kusubscribe, mko wapi? Tusonge mbele mashabiki, tusonge mbele. Bukavu TV ni televizio yenu, Goma TV ni televizio yenu. Napenda zaidi, Mungu awe pamoja na nyinyi. Bye bye.